Chap ambao ili withdraw last minute, tuna habari kwamba after withdrawing their candidates walimobilize supporters wao wote pamoja na agent, na communication is very clear, kwa sababu Mutua ambao ni wa maendeleo Chap alifanya utafiti wake na akagundua candidate wake alikuwa anakuja namba 3, na ndio sababu wali withdraw. Na hiyo sababu ya kuja kutupia ati sababu moja ilikuwa ni president aliambiwa na president ama aliambiwa na Raila au withdraw. Hiyo ilikuwa ni urongo mtupu. Ilikuwa ni njia moja ya escape, kwa sababu alikuwa anaona ushindi unakuja kwa Wiper. Candidate wetu alikuwa juu sana. Kwa hivyo hizo sababu alipeana ya withdraw sio kweli. Tumeambiwa kwamba aliambia supporters wake wote kura zote waweke kwa ngengele ambao ni wa UDA, ili ingalao aone kama Kalonzo anaweza kushindwa. Kwa hivyo ilikuwa ni mapambano ya bado anapiga Kalonzo ndio tushindwe, ndio ionekane ni Kalonzo ameshindwa, kwa sababu yeye mtu alikuwa amejiondoa. Na hiyo ni kitu ambao tunaweza kusema, na tunasema hiyo bila kuoga wote, kwa sababu sisi wote tulikuwa involved in that election. Na niseme ya kwamba hata jana nimepigia Katuku simu, na Katuku akaniambia kwamba walisukuma na State House ati waondoke, ati waliambiwa na president na Raila waondoke. Na kama waliambiwa na president waondoke kwa hiyo uchaguzi, kwa nini hawakutangaza wasapoti Kavindu ambao walikuwa ni candidate wa Wiper? Mutua mwenyewe aliagiza watu wake waende wasapoti watu wa UDA ili UDA tushinde, ili tuaibishe Kalonzo. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Na hii sio mara ya kwanza ya Mutua kudanganya. Nataka kuambia Mutua alidanganya mbele ya President Uhuru wakati alipita pale Machakos, akasema kutakuwa na new city inaitwa Machakos New City atajenga. Na ile kitu ambao tunashangaa ni vile Auditor General hataki kukuambia ni pesa ngapi ilitumika kwa kuchora hiyo mchoro wa hiyo city, na kwa nini haikufanyika, na hizo pesa zilitengwa kwa kutengeneza hiyo city ziko wapi. Jambo la pili, sio mara ya kwanza ya Mutua kudanganya. Juzi alikuwa kwa media yote akipiga majerikani teke na kusema kwamba mambo ya maji Ukambani imeisha. Yeye ataweka shawa kila nyumba, kila boma. Na kitu moja iliangusha Mutua katika hii by election ni kwamba kulikuwa tunauliza raia, ni wapi hiyo maji ya shawa? Watu wanasema hawajaiona. Hakuna maji ya shawa. Na jambo lingine Mutua alidanganya ni kwamba ile nyumba ya nyasi yote ataweka mabati. Sasa tulikuwa tunauliza raia swali rahisi. Mliona mabati Mutua aliweka katika hizi nyumba za nyasi? Hakuna. Kwa hivyo yote amekuwa akitumia urongo ili kujaribu kuconvince watu wa Machakos wamvotie. Na sio mambo ya new city ya Machakos peke yake, sio mambo ya mabati peke yake, sio mambo ya shawa peke yake. Pia Mutua akadanganya watu tutakuwa na medical ya bure, tutakuwa na madawa ya bure na kila kitu. Na hii kila mtu wako aware Machakos hakuna dawa. Kila mtu wako aware kwamba watu wanajinunulia hata barakoa, hakuna county ilipeana. County ya Machakos haikupeana barakoa ya bure. Hakuna mtu anaweza kutupea ushahidi kwamba kuna barakoa, na barakoa ni shilingi 20 tu. Na county imeshindwa kununulia watu. Lakini ukienda pale county utakuwa kuna hiyo assumption ya ati tunaendelea vizuri level 5, lakini hakuna kitu. Tumeona leo hata kwa media ikisema kwamba hospitali ya Kangundo watu wanalazimishwa kununua vitu, hata gloves. Wanalazimishwa. Kwa hivyo nadhani hata hii mambo ya hii third wave ya COVID ambayo imetokea hapa Machakos, hakuna preparedness ambayo imefanyika, na tunaomba serikali kuu isiwachilie hizi serikali za county hii mambo ya matibabu peke yake. Si lazima wafanye hatua ili wasave watu, kwa sababu tunaambiwa ni kubaya na kunaendelea kuwa kubaya. Kwa hivyo kwa maoni yangu ni kwamba Mutua alitumia pesa account, na magari ilishikwa ambao ilikuwa inafanyia kampeni Katuku candidate wake. Makaratasi yote hizo posters zote ziliprintiwa na pesa account. Pesa magari iliwekwa mafuta na pesa account. Kwa hivyo ndio tunaomba serikali kupitia kwa wale ambao wanaingilia mambo ya ufisadi wachunguze ile ufisadi ambao ulitokea hapa kwa account,
ya Mutua na kutumia pesa ya kaunti vibaya. Tunasema hatutaki kumaliza uchaguzi tuseme yote imeisha. Lazima Mutua awe accountable kwa yale mambo ambao wametumia pesa zetu za kukambenia candidate wake. Tunataka kuona uchunguzi ukifanywa. Tunaambiwa kwamba katika assembly Auditor General ana complain ya 150 million ambao zimetumika katika COVID. Tunataka kuona hiyo uchunguzi umefika wapi. Kuna pesa zingine, mimi ni director wa Tanadhi, na kuna Maruba Dam, kuna scandal ilikuwa kwa magazeti, na hata tulijadiliana katika board yetu tukaulizana, je, tutaweka contractor pale katika Maruba Dam aje na Mutua naye anasemekana alifanya kazi. Na hiyo tulikuwa tumesema board yetu iandikie barua watu wa anti corruption waende wafanye uchunguzi ili wajue Mutua alifanya scope ya kazi ngapi kabla hatujafanya kazi. Kwa hivyo hapa Machakos ile kitu inaendelea ni ufisadi na ufisadi na ufisadi. Na hakuna kitu kubaya kwa ufisadi, unaendelea na kuja pia unakuja hata katika public domain. Unadanganya ati president alikupigia simu, Raila alinipigia simu akasema to withdraw. Wewe Mutua ulikuwa umeshindwa na candidate wako, na hiyo msijaribu kuweka kwa watu ati mli withdraw ili mtusaidie kushinda watu wa Wiper. Hapana. Hiyo ilikuwa ni kwa sababu mliona mnaanguka na ndio sababu mli withdraw. Na ile kitu ambao tunataka katika hii serikali ya Mutua ni accountability. Tujue ni pesa ngapi alitumia kufuel hizo magari za account, ni pesa ngapi alitumia kumaintain hizo magari ambazo zilikuwa zinasaidia candidate wake, ni pesa ngapi walitumia za account kupiga hizo posters. I'm sure and I know, I have been with Katuku, we are together in the parliament. Katuku ange afford billboards zile ziliwekwa hapa kila mahali, billboards. One billboard inachukua karibu 1600 na hakuna mahali tunajua walichangisha pesa. Katuku mimi namjua, hata watu wake walikuwa wanasema, wale walikuwa wanamsupport, hatuwezi pia Katuku 200 abebe, hawezi fikisha. Ile kitu walikuwa wanampea ni 20,000 ama 10,000 zake tu za mfuko. Alikuwa hawezi, kulingana na mimi kwa sababu nasema tunajuana, wale tulitoka bungeni pamoja. Katuku couldn't afford a billboard. Yet ilikuwa billboard kila soko ilikuwa billboard ya Katuku. Katuku ange afford pesa ya posters. Yet ilikuwa ni posters kila mahali. Tunataka Mutua atuambie ni pesa ngapi hizi ametumia sana. Kwa sababu kusema kweli, wacha tuadmit kama watu wa Wiper, kama kuna kitu ambao tulishangaa ni posters. Kila mahali iko. Ukikuta kila mahali, kwa daraja iko. Hata ingine ilikuwa inaweka kwa lami posters mingi. Kwa sababu tulikuwa tunafikiri kila soko ni posters, lakini aliweka posters. Na hiyo yote tuliambiwa ni Mutua alipeana clear instructions kwa watu wake, wafanyikazi wake wa county. Ule atapatikana au my inspectorate, ule atapatikana bila kuweka poster kwake atafutwa. Kwa hivyo ndio sababu ilikuwa inawekwa, hata yetu inatolewa, inawekwa. And I'm sure and I can say that nikiwa Kalemedile, Mutua Katuku as a person, he doesn't have that money ya kuprint posters. Yote ilitumika ni account. So we want transparency. Uchunguzi uanze, DCI iwe ni watu wa anti corruption waende hapa Machakos watuambie ni pesa ngapi ilitumika ya account ya wananchi.